katika taarifa ya chama hicho iliyotolewa vyombo vya habari tarehe 12 Januari 2017, inaweza kuwa watendaji wa halmashauri ya Geita waliwakusanya wazee katika kata ya Nkome ambapo kuna uchaguzi mdogo na kukusanya vitambulisho vyao vya kupigia kura. Hivyo ACT Wazalendo wamelalamika kitendo hicho kwamba watendaji hao wana lengo la kuwadaa wazee hao kuweza kupigia Chama cha Mapinduzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapenda kuvikumbusha vyama vya siasa kwamba kwa mujibu wa sehemu ya 5, sehemu ndogo ya 3 ya maadili ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2015 ambayo vyama vya siasa kwa mujibu wa kipengele namba 1(4) cha maadili hayo walisaini kuyatii na kuyaheshimu maadili hayo, vyama vya siasa ambavyo vinaamini kwamba kuna ukiukwaji wa maadili ya uchaguzi kwa mujibu wa sehemu ya 5.3 vinapaswa kuwasilisha maadili hayo katika kamati ya maadili ya ngazi husika. Hivyo kupitia taarifa hii tunakishauri chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine na wagombea ambavyo vina malalamiko ya kuona ukiukwaji wa maadili ya uchaguzi katika ngazi ya jimbo au katika ngazi ya kata kuwasilisha malalamiko yake kwenye ngazi husika. Kwa mujibu wa kipengele namba 4.5 kinasema iwapo chama cha siasa au mgombea ana malalamiko ya ukiukwaji wa maadili ambao mojawapo ni hilo ambalo analalamikia, kuwasilisha lalamiko lake ndani ya saa 72 tokea uvunjwaji wa maadili hayo kufanyika. Hivyo kwa lalamiko la ACT Wazalendo tunawashauri wawasilisha lalamiko lao kwa mujibu wa kipengele namba 5.7a kwenye kamati ya maadili ya ngazi ya kata ndani ya saa 72 tokea ukiukwaji uliotokea. Lakini wanapowasilisha lalamiko lao hilo kwenye ngazi ya kata, ile kamati ya maadili ya ngazi ya kata wajumbe wake ni mtu mmoja kutoka kwenye kila chama cha siasa chenye mgombea wa udiwani kwenye kata ile husika, na wanaofanya maamuzi ni wao wenyewe. Msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata yanakuwa ni mratibu. Sasa iwapo chama kitashindwa kukubaliana na maamuzi ya kamati ya maadili ya ngazi ya kata, kinapaswa kuwasilisha lalamiko lake kwenye ngazi ya jimbo. Sasa kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo atatoa maamuzi. Chama kama hakikuridhia tena maamuzi ya ngazi ya jimbo, basi wa kutumia kifungu namba 7 kidogo cha kifungu namba 5(7)(b) na (c) atawasilisha lalamiko lake la ukiukwaji wa maadili kwenye ngazi ya taifa ambayo ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapotoa maamuzi yake kwenye ngazi ya rufaa, kama chama hakikuridhika, basi kitawasilisha lalamiko la uchaguzi kwa mujibu wa kipengele namba 5.7e. Atawasilisha lalamiko hilo baada ya uchaguzi mahakamani kama malalamiko mengine. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuvishauri vyama vya siasa na hata ACT Wazalendo kwamba kama wana lalamiko hilo, kabla hawajawasilisha tume, wawasilishe kwenye ngazi husika, kwa sababu hata likija tume tutarudisha kwenye ngazi ya kata. Kwa hiyo wawasilishe lalamiko lao na ushahidi ngazi ya kata ndani ya saa 48. Kwenye ngazi ya kata watafanya maamuzi, watapeleka ngazi ya jimbo kama atakuwa kuridhia, na kama maamuzi ya ngazi ya jimbo hakuridhika nayo, basi atawasilisha Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Aidha, katika maelezo yao ACT Wazalendo wamesema baadhi ya wananchi katika maeneo hayo wanapokwa kadi za kupigia kura. Niwaambie, tunanitoa yote kwa wananchi wote kwamba ni kosa chini ya kifungu namba 88 cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi na chini ya kifungu namba 100 cha Sheria ya Uchaguzi wa Serikali ya Mitaa kwa mtu yeyote kumiliki kadi ya kupigia kura isiyokuwa yake. Na nitoe yote kwa wananchi wasikubali kulaghaiwa na kutoa kadi kwa mtu yeyote. Kadi hii wataionyesha siku ya kupigia kura kwenye kituo cha kupigia kura tarehe 22 mwezi Januari 2017. Na mwisho, Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea kuwasihi viongozi wa siasa, wagombea na wadau wote wa uchaguzi kuelekea uchaguzi wa mdogo wa jimbo la Dimani Zanzibar na kata 19 kuendelea kufanya kampeni za kistaarabu kuzingatia sheria, kanuni na maadili ya uchaguzi. Tume inaendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua ya kampeni hizo, na itakapokuwa imejiridhisha haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya ukiukwaji wa maadili ya uchaguzi. Lakini pia niwakumbushe, wakati huu wa kampeni za uchaguzi mdogo kwenye makata hizo 19 na jimbo la Dimani, sheria zingine zote bado zipo kama zilivyo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.